la ardhi, jamani, tunasema kila siku na ndio sharia ya nchi. Sasa tunasema nchi hii tokea 1918 si ulikuwa wakati wa ukoloni, na ilipitisha sharia wakiita Land Acquisition Decree, sharia ya uchukuaji wa ardhi. Iliweka utaratibu, serikali inapotaka ardhi ya mwananchi kwa ajili ya suala la umma, tena sio kwa suala la biashara, suala la umma. Huo ndio msingi, yani ya maslahi ya umma. Unataka kujenga skuli, barabara, unataka kujenga jambo la namna hiyo, unataka kujenga hospitali. Tokea huo wakati wa ukoloni ilisema utaratibu wake, na utaratibu wake serikali inakuja inatangaza, jamani, hapa tunataka kufanya jambo fulani. Sio anakujia tu rais anataka hapa kwa uwekezaji. Hakuna uwekezaji, jambo la umma. Tumefahamiana? Haya lazima tuyatofautishe. Inapotaka serikali kwa jambo la umma, inakuja huo wakati huo, inakuja inakwambia tunataka kufanya nini, tutahitaji ardhi ya ukubwa wa kiasi gani, kwa uwazi kabisa. Baadaye mnakubali, basi tutakupa fidia kiasi fulani. Kama hujaridhika, sharia iliweka utaratibu uende kwa magistrate, kwa hakimu, ukapeleke malalamiko yako, sio kesi, malalamiko yako kwamba mimi naona ya haki ni hii. Serikali itaitwa, wewe utaitwa, hakimu kisha atamua, jamani, hapa kwa mazingira yake na kwa hoja hizi alizozisema, hapa alipwe fidia kiasi fulani, na uamuzi ule wa hakimu ndio unakuwa uamuzi wa mwisho. Na utaratibu wa sasa ni hivyo hivyo. Serikali ikitaka ardhi kwa jambo la umma, inakuja kwako ikwambie natakiwa kwa nini, tunahitaji ardhi ya ukubwa kiasi gani, na ni eneo hili, ipimwe, mwambiwe fidia, kubaliane kwenye fidia. Kuna chombo maalum kimewekwa cha kufanya tathmini. Kama hukuridhika, pia unakwenda mahakamani, lakini utaratibu wa sasa unakwenda mahakamani kwa njia ya kesi. Tumefahamiana? Lakini leo kama ardhi inahitajika kwa uwekezaji, serikali haina ruhusa kuja kuchukua ardhi yako. Ina uwezo wa kuja mkakaa, bwana, hapa kuna mwekezaji katokea, ardhi anayohitajia hii. Wewe ndio kimsingi kisheria ndio mwenye haki ya kukodisha, ama mwenyewe au serikali ikusimamie ukodishe, na hili linamuondolea hata gharama, linampunguzia mwekezaji, kwa sababu hainunui kisha akenda kakodi. Utaratibu wa sasa anainunua halafu anakwenda kukodi. Sisi tunachosema sharia ilivyo, serikali haina mamlaka, waziri si rais si yeyote, wakuja kuchukua ardhi yako. Hakuna ardhi ya serikali kusema ardhi ni mali ya serikali. Ardhi ni mali ya umma, ndio sharia inavyosema. Na mimi nasema siku zote sijamsikia mtu aliojibu hili, mahodari wa kujibu, lakini hili sijamsikia aliyejibu, kwa sababu ndio ukweli. Na ingekuwa kwamba msingi wa ardhi kwa mali ya umma alikuwa ni mapinduzi, sisi tulikuwa na mfumo wa freehold hapa ambao ndio uliongozwa na hii sharia. Lakini baada ya mapinduzi ikawa ni ardhi ya umma, mali ya umma. Lakini mali ya umma haiondoi mali ya mtu binafsi. Ndio maana zile ardhi ambayo serikali ilitaka kuzichukua ikazipitisha sharia maalumu ya kuzitaifisha. Na katika ilivyotaifishwa, jamani, serikali ilikuwa na uwazi. Tunataifisha shamba lilioko pahala fulani la fulani, mipaka yake fulani, kwa kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Halafu tangazo lile linatolewa kwenye gazeti rasmi la serikali tokea mwaka 64 mpaka mwaka 79. Ndio utaratibu huu uliokuja.
Sasa kama ilikuwa serikali mali ya serikali, ardhi mali ya serikali, kulikuwa na haja gani kutaifisha mashamba binafsi? Jiulizeni hapo tu, waulizeni wao wakija Lakini leo mtu anakaa huko, na sisi tunajua kwamba wengine wala haitakiwi na serikali. Watu wanakuja wanachukua, wanakwenda kugawana, wanarudi wanamuuzia wao huyu mwekezaji. Ndio wizi ulioko sasa hivi. Ndio maana watu wanawazimu, hayawi, tumesalitiwa kwa sababu ya haya. Watu wamekuwa wezi mpaka wamekubuhu wizi, tena wengine wanawake bwana. Ajabu. Sisi tunasema sera yetu ni kufata utaratibu huu. Huwezi kumfanya mwananchi akawa maskini ukategemea nchi itakuwa tajiri. Mwananchi, kama ardhi yako imechukuliwa, hata kama ni miaka 20, inshallah tuingie serikalini miaka 20, serikalini miaka 20 ijayo. Kama tunaweza kuitambua, tutakwambia kodi ya ardhi ile ulipwe wewe mwenyewe, na serikali tutakachochukua tutakukata kodi ili ulijue mapema. Tutasema kwamba unapata dola 100,000, sawa, si zetu 20, zetu 20,000, 80,000. Kama unakwenda kuongeza utajua na mwenyewe yuko nyumbani. Lakini hii ndio haki, hii ndio haki, hii ndio sharia ya nchi. Unaofanyika sasa ni wizi, unaofanyika sasa ni nini? Ni wizi. Na ndio maana tunasema no, mambo haya lazima yarekebishwe. Lakini ardhi ni mali ya umma, kuna nidhamu yake, kuna utaratibu wake. Tukikuachia ardhi ukakodisha, ukipata dola 80,000, ukipata dola 50,000 kwa mwaka, ni wewe na kizazi chako. Hatutokuwa tumewatengenezea umasikini watu wa nchi hii. Tumefahamiana? Lakini pamoja na hayo, hata kama hatujashika hili, tutaendelea kupambana nalo mpaka tuhakikishe haki imesimama juu ya jambo hili. Na sasa hivi tunasema kazi hiyo tunawapa rasmi. Mnadhimu yupo, wawakilishi wetu hapo. Hili ni jambo la mwanzo la kwenda kupambana nalo. Tumefahamiana? Naam. Lakini hiyo si haki, mjijue. Sasa tunajua, na wakati mwingine mambo mengine tunasema hawa waliotoka huko, waliokuja kufanya mambo haya wametoka wapi? Korea au wapi? Kwa sababu leo unasema unamjengea mwananchi wa Bumbwini nyumba eti ndio fidia, lakini huko kama kwenye kambi ya wakimbizi. Maana sote tunajua, au sio, kwamba nyumba ya mtu wa shamba apate kijumba chake, apate na ubungu wake, apande angalau mgomba, apande angalau mchicha, apande angalau mtoriro, au sio, matembele. Basi mtu wa shamba jani la mgomba na yeye ndiye
nyanya, tungule, pilipili naye ende gengeni, mchaichai ende gengeni, sio sawa. Lakini leo nyumba zimejengwa, utafikiria ni vibiriti vimepangwa. Watu tumaskini, lakini kwenye tumezoea kujifaragua, au sio? Lakini leo nyumba zimejengwa, utafikiria mji mkongwe. Hatu shamba huko tumezoea, raha ya maisha ya shamba, au sio? Ulifarague. Leo kwa nyumba zilivyo, ukigeuka mtu anakusikia nyumba ya pili. Fulani huyo kishageuka huko, au sivyo? Mengine hatuyasemi. Kina mama mmenifahamu, kwa mengine hatuyasemi. Naam. Maana zile radio za dudu proof hazipo tena, maana zina kelele zile. Akina baba mmenifahamu. Kwa hivyo sisi tunachosema ni hicho. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naomba tumalizie hapa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.